Ujauzito ni safari ya kipekee inayohitaji uangalizi wa hali ya juu katika lishe ya mama ili kuhakikisha afya bora ya mtoto tumboni. Kila kipande cha chakula anachokula mjamzito kina mchango mkubwa katika ukuaji wa viungo, ubongo, mifupa na kinga ya mtoto. Lishe bora sio tu inamlinda mama dhidi ya upungufu wa damu na uchovu, bali pia inajenga msingi imara wa maisha ya mtoto atakayezaliwa. Katika video hii tutachunguza kwa kina aina ya vyakula vinavyopaswa kupewa kipaumbele na mjamzito kwa ajili ya kuboresha afya ya mtoto tumboni. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii au ikiwa bado hujasubscribe katika chaneli hii, ninakusihi kuungana nasi kwa kugusa maandishi yaliyoandikwa subscribe na hakikisha unagusa alama ya kengele ku turn on notification ili uwe wa kwanza kupata taarifa juu ya video mpya zinapokuwa katika chaneli hii mapema na kwa wakati. Aina ya kwanza ya chakula ni vyakula vyenye protini. Hii inajumuisha mayai, nyama, maziwa pamoja na bidhaa zake. Mayai ni chanzo kizuri cha protini, ni muhimu kwa ukuaji wa ubongo wa mtoto. Nyama isiyo na mafuta husaidia kujenga misuli na tishu za mtoto. Maziwa na bidhaa zake, mtindi na jibini, hutoa protini na calcium kwa mifupa imara. Mbili, vyakula vyenye foleti na madini ya chuma. Vyakula hivi ni kunde pamoja na mboga za majani. Nikianza na jamii ya kunde, mfano maharage, dengu pamoja na njegere, hutoa foleti na chuma vinavyopunguza hatari ya upungufu wa damu na kasoro za neva kwa mtoto. Mboga za majani kama spinach na sukuma wiki ni tajiri kwa foleti na madini ya chuma. Aina ya tatu ya vyakula ni vyakula vyenye omega 3 na mafuta mazuri. Vyakula hivi hujumuisha samaki pamoja na parachichi na mbegu. Nikianza na samaki, hizi ni samaki salama kama vile salmoni na sardines, husaidia ukuaji wa macho na ubongo wa mtoto. Parachichi na mbegu kama chia, flax seed, karanga pamoja na lozi ni chanzo cha mafuta mazuri na nyuzinyuzi. Nne ni vyakula vyenye calcium na vitamini D. Hii hujumuisha maziwa na mtindi, cottage cheese, mayai na samaki. Maziwa na mtindi husaidia kuimarisha mifupa ya mtoto. Cottage cheese ina protini nyingi na calcium. Mayai na samaki pia hutoa vitamini D kwa afya ya mifupa. Tano ni matunda na mboga zenye vitamini. Hii hujumuisha matunda yenye rangi pamoja na viazi vitamu. Nikianza na matunda yenye rangi kama berries, tikiti maji na chungwa. Matunda haya ni tajiri kwa vitamini C na antioxidants. Viazi vitamu hutoa beta carotini ambayo hubadilika kuwa vitamini A, muhimu kwa ukuaji wa mtoto. Tahadhari muhimu: epuka samaki wenye zebaki nyingi kama papa na saltfish. Epuka vyakula visivyopikwa vizuri kama nyama mbichi, mayai mabichi, kwa sababu vinaweza kusababisha maambukizi. Punguza vyakula vyenye sukari na mafuta mengi ili kuepuka uzito kupita kiasi. Kwa mjamzito, kula mlo kamili na wenye uwiano sahihi wa virutubisho ni msingi wa afya ya mtoto tumboni.